tunatakiwa tuwajibike kwayo. Napenda tufungue nami, na wewe ambao una Biblia nitakusomea, kwa hivyo usiwe na shida. Kitabu ambacho ni cha Mwanzo, sura ambayo ni ya 3, mstari wa 1. Na ni vizuri kujua ya kwamba wakati unasikia kitabu ni cha Genesis ama ni Mwanzo, ujue ni mwanzo wa kila mambo. Wakati mwingine tunaona mambo ambayo yanatendeka, unafikiria ya kwamba ni mambo ambayo ni mageni sana, lakini nataka kukuambia ya kwamba mambo haya yote ambayo unaona yakipitia kwayo, mwanzo ulikuwa katika kitabu cha Genesis. Hivyo ni kusema ya kwamba kwa Mungu hakuna wakati kunakuwa na breaking news. Kwa Mungu hakuna wakati ambapo ati wanastuka ati kuna jambo ambalo limetendeka ambalo litakaliwa chini, kwa sababu mambo yote yametendeka. Kwa hivyo tunapoingia katika mwanzo, tujue ni mwanzo wa mambo, ni mwanzo wa dhambi, mwanzo wa kifo, mwanzo wa kufukuzwa, mwanzo wa kutoroka. Na nataka kuongea mambo mawili ambayo jambo la kwanza ni kujificha. Kwa hivyo nitaongea mambo ya kujificha, na ujue ya kwamba mtu hata saa hii mwingine unaona watu wakijificha, haikuanza sasa, ilianza kitambo sana. Kwa hivyo tuungamana nami usome neno na litakuwa la baraka. Basi na mstari wa 1, nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, basi hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Sasa ni nyoka anasema. Mstari wa 2 unasema, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini waweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguze, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nani mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampe na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kwa hivyo tunasikia kuna jambo ambalo linatendeka hapa, na tunasikia kwamba kuna nyoka alikuwa kati ya wanyama wote ambao waliumbwa na Mungu. Alikuwa ndiye ambaye alikuwa mwerevu sana, na kwa hivyo wakati ambapo shetani alikuwa anataka kutumia mnyama, aliona atumie nyoka, na akaingia kwa nyoka. Na tumesikia vile ambavyo nyoka anamkaribia mwanamke, na haikuwa mara ya kwanza. Pengine alikuwa amejaribu kumwandama pole kwa werevu. Na niko hapa kukuambia wewe ndugu ama dada ya kwamba shetani hana mchezo, na maandiko hili huwa inamuita ya kwamba ni an ancient serpent, ni joka ambaye alikuwa wakale. Kwa hivyo yeye ako na miaka mingi sana, na anajua kila mbinu ambaye kuwanasa watu. Kuna jambo ambalo lilitokea Amerika, na hata sasa ni tatizo. Saa hii tuko hapa kwa sababu wakati mmoja watu ambao ni wazungu wa Amerika walienda wakachukua nyoka aina ya Burmese python, na wakachukua wale ambao walikuwa wadogo sana, na wakawachukua wakawafanya kama ni pets ama marafiki, na wakaanza kuwafuga kwa nyumba zao, wakaanza kukaa nao kama marafiki. Pole wakaendelea. Na nataka kuambia siku ya leo nyoka hao wamekuwa shida Amerika, kwa sababu wamejaribu kuwazuia, wamejaribu hata kuwaua, hata wanapeana pesa yule ambaye anashika, kwa sababu ni kutuka ya kwamba wakaanza kuona ya kwamba
wanyama wao hata mbwa hata paka wameanza kuisha, kwa sababu wao nyoka wanakula wale wanyama. Na hivyo ndivyo nataka kukwambia ya kwamba shetani wakati mwingine ukimpa nafasi anaichukua vilivyo na anatumia nafasi yake vilivyo. Maandiko inasema ya kwamba mwanamke akampa shetani ama nyoka nafasi na wakaanza kusemezana. Sisi hata wakati ambao tunafanya deliverance, we do not speak, hatuongei na shetani sisi, kwa sababu we know one thing, ya kwamba kiini chake ni uongo. Kwa hivyo hata wakati ambapo nafanya kazi ya Bwana, najua ya kwamba anaweza kunidanganya anytime. Kwa hivyo I do not depend na maneno ambayo shetani anasema, kwa sababu najua ya kwamba tangu wakati ule yeye ndiye baba ya uongo. Kwa hivyo anaweza kutoa uongo anytime. Nimekuja kukwambia ya kwamba wewe ndugu ambao unanisikiliza, wewe mwanamke ambao unasikiliza, usikie haya. Usipee nafasi shetani katika maisha yako. Mwanamke alimpa nafasi, akaja akakanyemelea, akaja kidogo kidogo, kisha tunasikia kwamba wakaanza gumzo, wakaanza kuongea na yeye, wakasemezana mpaka akamuuliza. Tumesikia akamuuliza ati Mungu alisema usikule mti yoyote katika shamba hili. Na huo ndio uelevu ambao nakuambia, na kila mtu anajua ya kwamba vile ambao Mungu alikuwa amesema. Lakini shetani kwa sababu ya ule uelevu, kwa sababu ya ile hadaa, kwa sababu wanahadaa watu, akatumia hiyo nafasi na anakuja anamuuliza mwanamke, naye mwanamke akamjibu akamwambia hapana, haikuwa hivyo. Alisema tusile mti mmoja tu, ndio alisema. Na maandiko inasema ya kwamba huyu rafiki wao akawa anamtembelea, na katika muda ambao uliendelea, maandiko inasema ya kwamba akajikuta ya kwamba amekula mti ambao alikuwa wamekatazwa na Bwana. Na ndivyo nimekwambia ya kwamba huu ndio mwanzo wa kuanguka. Na katika huku kuanguka, kila mmoja, hata mimi Samueli wa Hana nilianguka hapo, wakati ambapo tunda alikula tunda, tukaanguka sisi sote. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye hahitaji Mungu. Hata mimi nahitaji Mungu. Nikugundua tu unagundua ya kwamba unamhitaji Bwana. Kwa sababu wakati ambapo alianguka na akampelekea mbewe. Maandiko ndivyo ambavyo inasema ya kwamba alipelekea Adamu. Hivyo ni kusema ya kwamba Adam hawakuwa karibu na mwanamke huyu. Na ndivyo nimekuja kukwambia ya kwamba tunasikia watu wanaenda Amerika, anaacha familia huku. Nataka kusema ni vizuri kufuata fedha, lakini sio mapenzi kamilifu ya Bwana. It is not the perfect will of God. Kwa sababu nyoka anaweza kutokea ile time. Nipo magani zimeharibika. Ni watu wangapi ambao walienda waume zao na familia zao walienda Amerika, na saa hii wamekataliwa kwa sababu wengine walienda wakaanza familia kule. It is not the perfect will of God ya kwamba nyoka apewa nafasi, na nyoka huwa anachukua nafasi wakati ambapo Adamu mamlaka yake hayako katika familia, katika jamii. Tunataka kukukaribisha nikwambie ya kwamba mambo haya mawili ambayo nataka kuongea juu yake adhuhuri ya leo yatakuwa ya manufaa kwako na kwangu. Na tujue wakati ambao shida inaingia tunafanya namna gani, kwa sababu shida, tuko katika dunia ambayo iko na shida. Tumesikia shida imeingia, mambo yamekaa mrama, mambo ya hapo vile ambavyo yanafaa kukaa. Adamu nao washaanguka, na maandiko inasema ya kwamba hata wakajaribu sana, kwa sababu walijiona ya kwamba wako uchi, na wakatafuta miti na ya majani wakajifunika. Kisha maandiko inasema ya kwamba wakaenda wakafanya nini? Wakaenda wakajificha kichakani. Na wakati ambapo mambo yanatokea, jambo moja ambalo linaingia kwa akili za mwanadamu ni kujificha. Na watu wengi wamejificha. Wakati ambao tunaongea mambo ya depression. Depression inaingia namna gani?
number one symptom ya depression ni isolation. Mtu anaenda, ulikuwa unaona mtu akiwa katikati ya wengine, unaanza kumkosa. Unaona hapo dukani mahali upo, ulikuwa umezoea kuona mtu anakuja anakusalimia, mara tu unasikia kwamba amewithdraw. Hata ukimtafuta hapo dukani, hata ukiuliza unasikia kwamba ati yako nyumbani, ako kwake. Number one, depression. Wakati naongea juu ya depression, na nakwambia juu ya kitu ambacho mimi nimejua, client wengi sana wako wamekuja katika wakiwa depressed. Na ndio unasikia mambo ya watu kujiua siku hizi. Watu 10 kati ya watu 10, watu 3 wanajiua, na hao wote wanapitia kwa depression. Na hizi ni siku ambazo ziko na uovu. Mauzito ni mengi, ndugu na dada, mauzito ni mengi, mambo ambayo tunakumbana nao ni mengi. Lakini wakati ambao yanatokea tunafanyaje? Nimesema jambo la kwanza ni kujificha, na watu wamejificha. Wengine baadhi ambao ni clients wangu ni katika pombe. Watu wanajificha kwa pombe, na ni vizuri ujue wewe ambaye uko hapa na uko na mtu mmoja ambaye pengine ni wa familia, unaona ya kwamba anakunywa pombe, amewezwa na pombe. Ni vizuri kwanza kumbadilika majina, wache kumbadilika majina, kwa sababu tumezoea kuwaita walevi. Nilienda counseling wakati mmoja, counseling ya addiction, na nilipoenda nikahag mmoja wa wale ambao walikuwa wamekuja, nikamhag. Nilipomhag akalia sana, alilia sana. Baadaye ndipo sasa alipotulia, nikamuuliza, "Mbona inakuaje? Kwa nini ulilia hivyo wakati ambao nilikuhag?" Akaniambia ya kwamba yeye tangu wakati aliingia kwa pombe, akaanza kunywa pombe, hajakuwa na mtu ambaye amemkaribia, hajakuwa na mtu ambaye amekuwa wa karibu. Wanamuita mlevi, wanamuita majina haya mengine, na hata mimi nilimuita brother. Hajaitwa brother na mtu, hajaitwa. Na nataka kuambia watu, ukiona watu wakiwa na ulevi, shida hata sio pombe. A counselor anaenda nyuma ya pombe. Siku ya kwanza kunywa pombe ilikuwaje? Unasikia mambo, anakwambia mwanzo alianza wapi. Kwa hivyo pombe huwa tunasema ya kwamba it is a defensive mechanism. Ni kitu ambacho ni kama sasa ni kitu ambacho anaweka mbele ili asionekane. Ndivyo unaona asubuhi akiamka mtu ambaye analewa, akiamka asubuhi akikuta kwamba dunia igali vile ambavyo ilikuwa wakati ambao wako wamekunywa, anarudi tena kuenda nini? Kufungua roho. Hizo ambao tunaizita roho, anaenda tena kule, kwa sababu anakuta ya kwamba mambo ya gari yalivyo wakati ambapo alianza kunywa pombe hayajabadilika. Kwa hivyo amekaa katika dunia nyingine isiyo kama hii, dunia ambayo ni ya raha, dunia ambayo ni ya kufurahia. Lakini hata akifurahia ako katika msitu. Ndivyo nasema kwamba watu wanajificha. Watu wamejificha sana katika ulevi. Na sio hivyo tu, hata katika njia zangu za kazi nimekuta ya kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa akawa ni mwanamke ambaye ni walika ya mamangu, lakini aliniambia ya kwamba ako na siri ya miaka 25. Siri ameweka, hajawahi ambia mtu, hajawahi neno na mwanadamu juu ya hiyo siri. Lakini alipoendelea akaona ya kwamba I can trust this man, huyu mtu wa Mungu naweza nikamwamini. Akaniambia asubuhi moja, akaniambia, nataka kukwambia siri ambayo sijawahi ambia mtu. Na akaniambia hiyo siri, hata ni vizuri hapo ameambia mtu, kwa sababu kama angeambia mtu, na ndivyo sababu unaona watu wengi wako na uoga, kwa sababu watakwira oyo athi akauke esiko mwana ologe waitora, nikiambia huyu nitasikia upande ule mwingine, kwa sababu watu hawana ile trust. Lakini mimi sasa as a counselor niko na ethics zangu, na ethic number 1 ni kusema
ambacho utasema ni mimi na wewe, na hakuna mtu mwingine nitaambia. So akanitrust na akaniambia, na tangu wakati ambapo aliniambia, huyu mama ndivyo ambavyo alisikia uhuru, na aliniambia amefurahia sana. Hata wa leo ni rafiki yangu sana sana sana, na ni walika la mamangu. Huwa anatumana kutoka, unaona, Elbagon, kutoka Elbagon anatumana, ananitumania ili nije hapa ili niweze kufurahia kazi ya Bwana. Ananitumania kwa sababu kuna kitu ambacho nilifanya katika maisha yake. Nimekuja kukwambia wewe ndugu yangu, watu wengine wako hapa, mwingine hata nikuambia aliavya mimba. Nishaona mtu anakuja kwa counseling, aliavya mimba na agali, hata kama ameokoka agali na shida, amejaribu kutoa hiyo kitu na hawezi. Hivyo nataka kukwambia ya kwamba wewe, nafasi ipo ya kukombolewa. Lazima tutoe kichakani. Maandiko inasema ya kwamba Adamu ati wakaenda wakakimbia na wakajaribu kufunika. Watu wanajaribu kufunika sana. Hii dunia mambo ambayo na yako ya kufunika, tunajaribu kufunika. Tunajaribu kufunika. Unaweza kuona mtu akoma ya ako very smart, lakini shida yake, juzi kumekuja na mtu amekuja, lakini ukimwona hivyo na vile ambavyo amevaa, hata uweze kufikiria ako na shida. Na nataka kusema hivi, wewe usikie, you don't have to die kwa sababu ya kitu ambacho kinakusumbua ndani yako. You don't have to. Sio lazima watu wa maili sita. Wewe ambaye unasumbuka, and especially men, na ndivyo unaona wazee, ati alikuwa anaangalia TV anakufa. Wazee wangapi ambao nimesikia ati alikuwa anaona TV habari, ati hata alikuwa anaongea juu ya nini ya chama chake, alikuwa anaongea juu ya 2027, lakini mara tu amekufa. Ni kwa sababu hata wazee hawana ile kitu ambacho akina mama wako nayo. Laiti waume tungekuwa kama akina mama vile ambavyo wanaongea, kwa sababu wanawake uko wasara. Kuna kitu ambacho mimi nimewatambua nayo, ya kwamba hawaweki siri, hawataki kusumbuliwa kiakili. Tuko na shida sana ya watu ya akili. Mental health inatuletea shida. Tulikuwa tunaongea na lecturer ambaye alikuwa ananifundisha, akaniambia kwamba kazi ya counseling iko ni mingi sana, ni wafanyikazi ambao ni wachache. Na uamini hivyo, saa hii nimekuja hapa. Mwanamke alikuwa ametoka mpaka kutoka kule ambapo nimesikia kuitwa Dodori. Mimi sio wa sehemu hii, kwa hiyo sehemu zingine mimi sijui. Ametoka Dodori amekuja kwa sababu aliambiwa na mtu mwingine, akaambia kwamba kuna counselor ambaye nilichukua namba yake mahali tulikuwa tumeenda mazishi. Kwa sababu katika mazishi ile niliongea juu ya depression, na nikawaambia nilikuwa nimeenda mazishi ya mtu mmoja ambaye alikuwa amejitoa uhai, alikuwa amejiua. Na kwa hivyo nikapeana namba. Mtu mmoja akaandika, akapeana. Sasa alikuwa amekuja leo. Shida ilikuwa wapi? Hata sio yeye alikuwa na shida. Shida ilikuwa msichana wake ambaye walikosana wiki mbili zilizopita na mwalimu. Na walipokosana, mwalimu akasema, akamudhirite na maneno, akamwambia maneno mazito. Huyo msichana alikuja, hata akija wakati ambao alikuja akitoa sauti ambayo ilikuwa inatoka ndani ya koo yake, sauti. Kwa sababu hiyo kitu ni trauma, iliingia kwa akili zake. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu hata kuongea na yeye, hata interventions ambazo nazijua, ambazo nimefundishwa. Mwanamke huyo msichana ameenda akiwa ametulia, na ameenda hivyo nikaja hapa. Nataka kusema na wewe ambaye uko na siri ambayo inakusumbua, usikubali ikuue. Usikubali. Nimeona watu ambao wameingilia, wameenda
kujificha. Wamejificha hata kwa madawa. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa client wangu kitambo. Huyo kijana mpaka amekuwa paranoia, alikuwa paranoid. Amekuwa na paranoia. Wakati mmoja aliona ambulance. Kuona ambulance iko, akasema ya kwamba ambulance hii imekuja kunichukua mimi nipeleke hospitali. Na hata sio mgonjwa. Hata sio mgonjwa. Sijui kama mshaona mtu ambaye anakimbia ni polisi. Anaona gari ya polisi, anaona polisi, anaona kama anakuja kumshika. Anakimbia, anatoroka. Kwa sababu ya hiyo kitu, akili zake zimekorogeka, zimeingia. Maandiko inasema ya kwamba ikafanyikaje? Ati hawa watu wakaenda wakajificha kwenye miti. Wakajificha kwenye miti. Nimeona hata mtu ambaye watu ambao hata walifiwa alipitia katika maoni ya grief. Mmoja wao alikufa. Mmoja wa familia pengine alikufa. Na kwa sababu aliondoka, yeye mwenyewe hajaondoka kwenye mazishi. Ile ambayo ni huzuni haizamuondokea. Naja nikwambia ya kwamba there is solution here. There is solution hapa my sister, kuna solution. Kuna solution hapa my sister. Mwanamke mmoja anakaa kwa ploti, usikize wewe. Mwanamke anakaa kwa ploti na huku anakona shamba ekari 3. Lakini hawezi akakaa ekari hizo 3 kwa sababu niko mahali ambapo alizika mumewe. Sasa hataki mambo haya. Sasa amejificha kwa ploti. Sijui kama unanenea mtu hapa. Sijui kama unanenea mtu hapa. Sikujificha, umejificha. Umejificha kwa miti. Na Mungu kuna kitu kimoja ambacho anahitaji kutoka kwako. Kama vile ambavyo alikuwa anahitaji huyu mtu ambaye anaitwa Adamu na familia yake. Alikuwa anataka ya kwamba they own up. Wanaume ni kuona. Hiyo imeharibika. Kutoka hapa nitafanyaje? Hiyo imetendeka. Na maisha lazima yaendelee mbele. Nitafanyaje?